malaika aliyekatwa mabawa. Alipokuja duniani alisahaulishwa kusudi lake na akakatwa mabawa yake asitimize mission ambayo itakiwa kuitimiza katika sayari dunia. Unaweza kujiona kama binadamu wa kawaida, lakini naongea hivi, wewe ni malaika. Ulipokuja katika sayari dunia ulikuja na kusudi maalum. Katika hii sayari dunia kuna watu wa kawaida, na katika hii sayari dunia kuna watu ambao moja kwa moja ni vibaraka, wanatumiwa na mifumo ambayo inaifanya dunia ibaki katika hali ya chini. Hali ya chini nazungumzia maumivu, migawanyiko, matengano. Unaona hali ya dunia vile ilivyo. Kila mtu anajua it's not comfortable, lakini kuna viongozi wako pale. Kuna watu wako pale katika mifumo mbalimbali iko na inashamili, inaonekana inafanya vizuri, lakini ukiangalia hali ya dunia unaona kwa mtu mwenye jicho la uwazi unavyoangalia, hata kama una jicho la uwazi ukifungua tu television unaona hali iliyopo katika dunia. Sasa kuna watu ambao wamekuja katika hii dunia kwa kusudi maalum, ni malaika ambao wamekuja katika sayari dunia kwa kusudi maalum la kuisaidia dunia kutoka pale ilipo kwenda katika level ya juu. Yaani wanadamu watoke katika ile hali ya chini ile ya migawanyiko, ya maumivu, ya hofu, ya ukandamizi, si umeelewa, na uharibifu unaoendelea, ili watoke watambue asili yao kamili kama wanadamu na kuweza kubadilisha hali iliyopo katika sayari dunia. Sio jambo rahisi. Sasa nguvu ambazo zinanufaika na hali iliyopo sasa hivi katika ulimwengu zinakuwa zinatambua mtu malaika anapokuja. Unapozaliwa tu kwanza unakabidhiwa kwa mzazi ambaye ni narcissist. Unapokuwa na lengo pale ni nini? Usahau yule mzazi ambaye ni narcissist au mlezi ambaye ni narcissist. Anakufanya uungamanike naye au anakufanya ujione wewe sio kitu kabisa. Yaani usahau kabisa kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Lakini kumbuka, ukikumbuka utagundua ulivyokuwa mdogo ulikuwa unajua wewe ni nani. Malaika anapokuja anajua yeye ni nani. Sasa kwa sababu amezungukwa na watu ambao wanaona mtoto ni mtoto tu, hakuna anachojua. So wanadhani kila mtoto ni mtoto wa kawaida. Sasa kumbe huyu ni malaika, lakini yule mzazi ambaye ni kibaraka anajua, anaiona ile nuru, kwa hiyo anaanza kumdhibiti mapema yule mtoto. Kwa malaika amedhibitiwa, malaika amesahau yeye ni nani. Na kuna mifumo mingine ikiwemo mifumo ya kidini. Malaika anasahau kwamba yeye moja kwa moja ametoka kwenye chanzo kwa kazi maalum. Kwa hiyo anaenda anakamatwa na mifumo badala ya kumfanya aingie ndani yake ajue yeye ni nani kwa asili na mission alionayo, anaanza kuwa mtetezi wa mifumo ya kidini na itikadi. Anasahau mission yake. Anavyoendelea kukua huyu malaika anakutana na mwenza ambaye kwa sasa hivi jina la wanasaikolojia walioligundua wanamuita narcissist. Lakini aina hii ya watu ni watu ambao wamekuwepo vizazi vyote, miaka yote. Hili ni jina tu ambalo linatumika kuwaita watu hawa ambao kwa hali ya kawaida hawana mioyo ya huruma. Sio binadamu wale wa kawaida wenye moyo wa kuhurumia. Ni watu ambao wako very trick. Kwa lugha nyingine wao wako upande wa demonic. Kama kuna hawa watu ambao ni angelic, basi kuna hawa watu ambao wako upande wa demonic. Kwa unapokutana kwenye mapenzi na mtu wa namna hii, hiyo ni mission ambayo imeandaliwa. Lengo ni kukata mabawa. Kwa huyu malaika anakatwa mabawa. Anapoingia kwenye mahusiano na narcissist anakatwa mabawa. Ina maana hata kama alikuwa na uwezo mkubwa namna gani kwa ajili ya kutimiza ile mission alionayo ambayo itakiwa ifanye kwenye sayari dunia, hataweza tena. Na ndio maana unakuta mwingine anakaa kwenye mahusiano miaka na miaka, anateseka tu, anaumia, anasema I'm so bright, na uwezo mkubwa, lakini mbona yani hakuna cha maana anachokuja kufanya kwenye dunia. Kwa nini unajilaumu? Kwa sababu kuna mission inayolia ndani yako. Wako wengine hawa malaika nawaita askari. Huyu malaika huyu, wako wengine ambao wameomba redundancy. Yaani wako watu wengine kutokana na uzito, kwa sababu sayari dunia ina uzito mkubwa sana, inakuvuta chini na maumivu makali. Kwa hiyo kutokana na hali ile wengine wamenyosha mkono, na ni kawaida kwenye mchezo. Inapotokea mchezaji hata kama ana uwezo mkubwa akilemewa, hata kama ana uwezo mkubwa amewekewa mabeki watatu, kila keda na katuliwa mguu, inafika mahali anaumia, anachoka, anasema kocha nibadilishe. Nazungumzia hao malaika ambao wanajikatisha uhai wao, sio kwa kujiua hasa moja kwa moja. Wako wachache wanaofanya hivyo, lakini wengi huwa wanajisalimisha katika lile kusudi. Yeye anasema hivi, ngoja niwe mtu wa kawaida. Unajua kabisa, huyu malaika anajua kabisa yeye sio mtu wa kawaida, anajua ana mission ndani yake. Ndani yake kuna kusudi linapiga kelele, kuna mission inapiga kelele.
lakini akifikiria ile maumivu, akiangalia gharama kutokana na sasa mazingira ambayo amejengewa, ambayo ya kumzuia kutimiza lile kusudi, tayari mpaka hapo umekuwa attached kwenye familia, umekuwa attached kwenye dini, mfumo wa dini yote ulionayo na dhehebu lako, umekuwa muhafidhina. Kwa sababu kama malaika una uwezo wa kipekee, yaani mtu ambaye ni malaika popote anapoenda anakuwa icon. Sasa haya, umekamatwa kwenye mahusiano, na hapo kwenye mahusiano malaika huwa mfungwi na maagano ya kawaida, mnakuwa mmekamatwa na heavy covenants, kwa sababu malaika ni mtu loyal. Yani malaika ni mtu mwanana, mtu loyal, yuko upande wa positive, yuko upande chanya. Kwa hiyo unaheshimu sana, ingawa dalili zote za nje zinaonyesha hilo agano ni bandia, ni feki, lakini sasa kwa sababu ya ile hali yako ya kuwa, tunasema hiyo mtu loyal, tumeelewa, mtu mwaminifu sana, inakufanya, kwa sababu umesahau pia wewe ni nani, hujajua hapo unadili na kitu bandia. Kwa hiyo unajaribu kukilinda kile kitu ambacho kiuhalisia ni kitu bandia, ni kitu ambacho sio kwa ajili yako. Kwa malaika wengi wanaamua kujisalimisha, nasema inatosha, si enough. Nakumbuka nikiwa katika critical moment, nimejua nipo katika mahusiano ambayo ni bandia, niko sehemu ambako sikutakiwa kuwepo. By the way, upande mwingine, ingawa ni mahali pagumu kutakiwa kuwepo, lakini ni kwa manufaa, ni shule pia, wote ni mchezo. Kwa umekuja kwa kusudi maalum, unawekwa mahali kwa kusahaulishwa na ukatwe mabawa yako, lakini pia ile ni shule. Je, utakuwa na ujasiri wa ku-overcome? Utakuwa na ujasiri wa kushinda ili ukaupate utambulisho wako halisi na ukaiendee mission yako? Hapo pagumu sana hapo. Na kitendo tu cha kujisalimisha katika kusudi la kuwepo kwako, ina maana pale unakuwa umeirusha kitambaa. Kuna kuondoka duniani baada ya kutimiza kusudi lako, alafu kuna kuondoka duniani kutokana na kushindwa, na sio kushindwa, by the way, uzito unajulikana, kuamua kupumzika kutokana na uzito wa majukumu yaliyo katika sayari dunia. Kwa sababu furaha ya malaika sio kuwa na pesa, kuwa na mali, kujulikana, kuwa na mahusiano. Kuna mission ya kuisaidia sayari dunia. Hiyo lazima uelewe. Kwa uweze kuitimiza hiyo mission kama umeshikilia hivyo vitu, lazima uachilie. Sasa kuna gharama ya kuachilia ili kuianza safari yako, sio rahisi. So malaika akumbuke kwamba yeye hakuja duniani kuwa mtu wa kawaida, na kuna uwezekano wa mabawa kuota tena. Mabawa ya malaika hata yakikatwa yanaweza kuota tena pale atakapoamua kuiendea safari ya uponyaji, atakapoamua kutafuta utambulisho wake na kuwa tayari kuendea sababu iliyomfanya awepo katika sayari dunia. Inahitaji kushinda hofu, na hilo linawezekana. Inahitaji kuwa tayari wekeza, yani poteza kila kitu ili uwekeze. Sio kama unaelewa? Kwa sababu nilijua mission yangu, kusudi la kuwepo kwangu lina maana zaidi, ni ya umuhimu zaidi kuliko vile ambavyo nilikuwa navyo. Na by the way, chochote ambacho unakuwa nacho kabla, mara nyingi kinakuwa kina uhusiano na wewe wa chini, wewe yule ambaye hajajitambua. Nimeongea kwa lugha ya picha. Kama unahitaji msaada binafsi, karibu. Kama unahitaji kujiunga kwenye group ambayo itakusaidia kuruhusu uponyaji ili uweze kupata utambulisho wako na kurejesha nguvu yako na heshima yako, karibu.